Watu wa Mungu, tuko katika sura ya 5 ya kitabu cha Kutoka. Ni mwendelezo wa programu yetu ya kuisoma Biblia takatifu mpaka pale tutakapoimaliza. Mungu awabariki sana kwa wale ambao tunaoendelea kwa pamoja na sisi hapa kila wakati. Lakini pia kwa yule ambaye ni mara yake ya kwanza ndipo anakuja, Mungu aendelee kumbariki na amfanye kudumu hapa kila wakati. Adumu, aendelee kujifunza neno la Mungu kila wakati, na Mungu amjaze imani kila wakati. Tuko katika sura ya 5 ambayo ina mistari 23, na kama kawaida tutasoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa mwisho wa sura hii ya 5 ambayo ni mstari wa 23. Kabla ya kufanya hivyo, tusali sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki zetu, utusamehe makosa yetu kama na sisi tuwasamehevyo wanaotukosea. Usitutie majaribuni, bali utuokoe kwa yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako, na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Ndugu msikilizaji, tunaanza katika sura hii ya 5. Mstari huu wa kwanza anaanza kwa kusema, hata baadaye Musa na Haruni wakaenda wakamwambia Farao, wakasema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, wape watu wangu ruhusa waende ili kunifanyia sikukuu jangwani. Farao akasema, Bwana ni nani hata nisikilize sauti yake, na kuwapa Israeli ruhusa waende zao? Mimi simjui Bwana, wala sitawapa Israeli ruhusa waende zao. Wakasema, Mungu wa Waebrania amekutana nasi, twakuomba tupe ruhusa twende safari ya siku 3 jangwani, tumtolee dhabihu Bwana Mungu wetu, asije akatupiga kwa tauni au kwa upanga. Mfalme wa Misri akawaambia, enyi Musa na Haruni, mbona mnawaachisha watu kazi zao? Enendeni zenu kwa mizigo yenu. Kisha Farao akasema, tazameni, watu wa nchi sasa ni wengi, nanyi mnawapumzisha wasichukue mizigo yao. Na siku ile Farao akawaamuru wasimamizi wa watu na wanyapara wao akisema, msiwape watu tena majani ya kufanyia matofali kama mlivyofanya tangu hapo, na waende wakatafute majani wenyewe. Lakini hesabu ya matofali waliokuwa wakifanya tokea hapo wawekeeni hiyo hiyo, msipunguze hata kidogo, kwa maana ni wavivu hao. Kwa hiyo wanapiga kelele wakisema, tupe ruhusa twende kumtolea Mungu wetu dhabihu. Wapeni watu hao kazi nzito zaidi, waitaabikie, wala wasiangalie maneno ya uongo. Hao wasimamizi wa watu na wanyapara wao wakatoka, wakasema na watu wakanena, Farao asema hivi, mimi siwapi majani. Enendeni wenyewe jipatieni majani hapo mtakapoyaona, kwa maana kazi yenu haitapunguzwa hata kidogo. Basi hao watu wakatawanyika katika nchi yote ya Misri, ili wapate kukusanya matakataka ya mashamba badala ya majani. Wasimamizi wao wakawahimiza wakisema, timizeni kazi zenu.
shughuli zenu za kila siku kama wakati ule majani yalipokuwapo. Na wanyapara wa wana wa Israeli ambao wasimamizi wa Farao wamewaweka juu yao, wakapigwa wakiambiwa, kwa nini hamkutimiza kazi yenu jana na leo kwa kufanya matofali kama hapo kwanza? Basi wanyapara wa wana wa Israeli wakaenda wakamlilia Farao wakisema, mbona umetutendea hivi sisi watumwa wako? Watumwa wako hawapewi majani, nao wanatuambia fanyeni matofali. Na tazama, watumwa wako wapigwa, lakini kosa hilo ni la watu wako wenyewe. Akasema, wavivu ninyi, wavivu! Kwa ajili hii mwasema tupe ruhusa twende kumtolea Bwana dhabihu. Basi enendeni sasa mkafanye kazi, kwa maana hamtapewa majani, na pamoja na hayo mtaleta hesabu ile ile ya matofali. Basi wanyapara wa wana wa Israeli wakaona ya kwamba wakatika hali mbaya walipoambiwa, hamtapunguza hesabu ya matofali yenu hata kidogo. Ndizo shughuli zenu za kila siku. Wakakutana na Musa na Haruni waliokuwa wanasimama njiani hapo walipotoka kwa Farao. Wakawaambia, Bwana awaangalie na kuamua, kwa kuwa mmefanya harufu yetu kuwa chukizo mbele ya Farao na mbele ya watumishi wake, mkatia upanga mikononi mwao watuue. Musa akarudi kwa Bwana akasema, Bwana, mbona umewatenda mabaya watu hawa? Kwani kunituma mimi? Kwa maana tangu nilipokwenda kwa Farao kusema naye kwa jina lako, amewatenda mabaya watu hawa, wala hukuwaokoa watu wako hata kidogo. Msikilizaji, na hiyo ndio sura ya 5. Katika hali ya utulivu kabisa, tutulie na kusubiri sura ya 6 ya kitabu cha Kutoka. Bwana awe pamoja nanyi kupitia jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina.